hakuna wa kufanana na Bwana, hakuna wa kufanana nawe, hakuna wa kufanana na Bwana, hakuna wa kufanana nawe, hakuna wa kufanana na Bwana, hakuna wa kufanana nawe. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, hakuna wa kufanana nawe. Wewe waweza, wewe waweza, wewe waweza, hakuna wa kufanana nawe. Unastahili, 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 hakuna wa kufanana nawe. Ninakuinua, 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 hakuna wa kufanana nawe. Pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa, hakuna wa kufanana nawe. Pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa, hakuna wa kufanana nawe. Oh, thank you Jesus. Baba, katika jina la Yesu Kristo, afternoon ya siku ya leo, ninakuinua Mfalme mtakatifu wa ajabu. Ninakiri ya kwamba hakuna wa kufanana na wewe, hakuna wa kulinganishwa na wewe Jehova, uketie juu mbinguni kwa kiti chako. Baba, ninakuinua, ninakuinamia, katika jina lako ninafungua ili ukaongezeke, Mungu wa maajabu. Ninakuinamia mtakatifu wa rehema, ninakiri ya kwamba wewe ni Ebeneza, wewe ni mfalme wa wafalme, kando na wewe hakuna mwingine. Katika jina la Yesu umejawa na rehema na neema tele. Katika jina la Yesu ninakushukuru kwa sababu ya nafasi hii Bwana umenipa katika lunch hour ya siku ya leo. Baba uliye mtakatifu wa ajabu, ninakupatia sifa na heshima, kwa maana pasipo wewe hatuwezi lolote. Katika jina lako ninakuita Bwana, ili ukaweze kunipa mwanzo mwema na katikati na hata mwisho Jehova. Katika jina lako ninaomba Bwana ukanitie nguvu Jehova, katika lancha wa mahali hapa, katika jina la Yesu. I call upon your name. I pray, my dear Father, that you may give me the power, the authority and the anointing. Oh God, I pray that you may strengthen me, oh Father, in the mighty name of Jesus. I pray, God, that you may fight every battle, so my Father, in the mighty name of Jesus. Bwana pokea sifa mtakatifu, hata kwa sababu ya neno lako ambalo umeweka ndani ya moyo wangu, ili nikaweze kulinena kwa watu wako kanisani na kwa wale wananitazama afternoon ya siku ya leo. Naombea neno lako kibali, naombea neno lako nguvu, naombea watu wako wakalipokea Jehova, washangwe katika mioyo yao, ili wakaweze kubarikiwa. Niko na imani ya kwamba neno lako lina nguvu ya uponyaji, lina nguvu ya wokovu, lina nguvu ya kuinua. Let your will be done katika afternoon ya siku ya leo, katika jina la Kristo Yesu. Pokea sifa Mfalme mwema, katika jina la Kristo Yesu nimeomba na hata kuamini. Amen, amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Mchana wa siku ya leo ninakusalimu katika jina la Kristo Yesu. Mahali popote ulipo, niko na imani ya kwamba unatutazama vizuri. Hapa ni Christian Foundation Fellowship, hapa Gikabura, katika jina la Kristo Yesu. Ni mapenzi yangu niweze kukuletea neno la Bwana
katika siku ya leo, na ili ukaweze kubarikiwa mahali popote ulipo na mahali popote unapotutazama katika jina la Kristo Yesu. Ninaamini ya kwamba neno la mchana wa siku ya leo litaleta mabadiliko kubwa katika maisha yako katika jina la Kristo Yesu, na ni kwa imani tunabarikiwa, kwa imani tunapokea. Na kwa hivyo siku ya leo sina shaka ya kwamba Mungu atakubariki na atakuinua katika jina la Kristo Yesu, Bwana wa Mungu aliye hai. Ni ombi langu na ni mapenzi ya Bwana aweze kunisaidia so that we can have our lunch hours every day in the mighty name of Jesus. Unajua ya kwamba kila jambo huanza mahali katika jina la Yesu. Nimekuwa nikiomba Bwana aweze kunisaidia vile ninaweza kuwa na lunch hours hapa kanisani katika jina la Kristo Yesu. Ni kwa sababu Bwana Mungu wetu ni mwaminifu. Anasema ya kwamba tukaweze kuhubiri neno lake wakati unaofaa na wakati usiofaa. Bwana wetu apewe sifa. Kwa hivyo I take this great opportunity to welcome you in our lunch hours here in Christian Foundation Fellowship Gikabura as from today katika jina la Kristo Yesu. And I know you are a great supportive in this ministry, na niko na imani ya kwamba Bwana atawabariki katika jina la Kristo Yesu. Ninakaribisha watu wote katika maeneo ya Gikabura na maeneo yote inayotuzunguka ya kwamba as from today tutakuwa na lunch hours mahali hapa. Wewe unapenda kuabudu, unapenda ya kwamba unaweza kumpatia Bwana nafasi yako lisali moja, badala ya kuenda lunch unakuja lunch hour hapa, unakuja unabarikiwa katika jina la Kristo Yesu. Na kama uko mbali unaweza fika hapa, haujafugiliwa katika jina la Kristo, kwa maana hii ni nyumba ya Bwana, na ninaomba ya kwamba ukaweze Bwana akaweze kukusaidia katika jina la Kristo Yesu. Na kwa hivyo siku ya leo kwa dakika kidogo Bwana atanisaidia, nitaweza kukuletea neno la Bwana. And then after that, today in the evening we have our Wednesday fellowship that we bring online every Wednesday. So nikimaliza lunch wa siku ya leo hata jioni ya leo kuanzia 6:40 ama 6:45 tutakuwa na ushirika wetu. Nitakuletea neno la Bwana online na utabarikiwa katika jina la Kristo Yesu. Na kwa hiyo mchana wa siku ya leo amini ya kwamba Bwana anaenda kutenda mambo ya ajabu na mambo makubwa katika maisha yako katika jina la Kristo Yesu. Na kwa hivyo ukiwa mahali pale, amini ya kwamba utabarikiwa na ufungue moyo wako uweze kulipokea neno lake Bwana katika jina la Kristo Yesu. Nataka niongee neno la Bwana kutoka kitabu cha Isaiah 49. Kitabu cha Isaiah 49 and verse 14, 15 and 16. Isaiah 49 verse 14 and 15 and 16. And then tutaangalia another chapters in the Bible na tutabarikiwa na Bwana katika jina la Kristo Yesu. Nataka kuongea ujumbe unasema ya kwamba God knows you. Mungu anakujua. Bwana asifiwe. Unajua ya kwamba unaweza kosa kujulikana na watu katika dunia hii, lakini ukweli ni kwamba Mungu anakujua. Bwana asifiwe. Na ndio alimwambia Yeremia ya kwamba kabla haujaupika ndani ya tumbo ya mama yako nilikujua, na kabla haujatoka nilikutakasa. Bwana wetu iwe sana. Na akapewa kipawa cha kiunabii katika jina la Kristo Yesu. Na kwa hivyo ukiwa mahali uko, elewa ya kwamba hata watu wanapokushukia, hata watu wanapokuingilia, hata watu wanapokuonea, elewa ya kwamba there is God in heaven ambaye anakujua. Bwana wetu ainuliwe sana. Na kama Mungu anakujua, hata upitapo wapi ako pamoja na wewe katika jina la Kristo Yesu. Biblia inasema ya kwamba
Isaiah 49 and verse 14. Bali Sayuni alisema, Yehova ameniasha. Mambo mawili imeongewa mahali pale. Sayuni akasema ya kwamba Jehova ameniasha, Bwana amenisahau. Bwana wetu ndiye sana. Wakati mtu anafika mahali unaona kana kwamba Mungu amekuasha ama Mungu amekuashiria. Sayuni ama watu ambao walikuwa Yerusalemu waliangalia wakaona kana kwamba Mungu amewaasha, kana kwamba Mungu amewasahau. Because there comes a time unaingia katika mashida mengi sana na katika vita nyingi sana, mpaka unajiuliza ndani ya moyo wako, kwani Mungu wangu ako wapi? Bwana wetu ndiye sana. Kwani Mungu wangu hanijui, hanioni? Bwana atukuzwe. So akasema ya kwamba naona kana kwamba Yehova ameniasha. Nimekuja nikuambie mchana wa siku ya leo, wewe ambaye unanitazama ukiwa mahali popote ulipo katika nchi yetu ya Kenya, katika mji wa Gikabura, katika nchi ya taifa la Kenya, wherever you are this afternoon, nimetumwa na Bwana nikuambia kwamba haja kuasha, bado agali pamoja na wewe. Bwana wetu ndiye sana, na alituahidi in Deuteronomy akasema ya kwamba Mungu wetu hatuashi, hata tuasha. He will never leave us, never forsake us. Bwana wetu apewe sifa. Na kwa hivyo mchana wa siku ya leo nimekuja kukuambia kwamba Mungu haja kuasha, bado ako pamoja na wewe. Bwana wetu apewe sifa. Na anasema ya kwamba, wakasema ya kwamba Bwana amenisahau. Bwana wetu ndiye sana. Unajua unafika mahali unaona kana kwamba umesahaulika, yani hakuna mtu anakuelewa. Bwana atukuzwe. Unaona kana kwamba uko peke yako, but I came to tell you ya kwamba you are not alone. You are with God. Hallelujah. The God who created you. Mungu ambaye amefanya ufike mahali ambapo umefika, amefanya uwe hai. Mungu hajasahau na wewe. Bwana wetu apewe sifa. The Lord has not forgotten you. Verse 15 inasema ya kwamba ni kama swali inaulizwa mahali pale. Je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye? Bwana atukuzwe. Tumejionea sana. Hata unaona ya kwamba wamama wanasahau na watoto ambao wamezaa. Wengine wana abort watoto, wengine wanatupa watoto, ni kama kusahau na huyo mtoto. Bwana atukuzwe. Because mwanamke anaweza kusahau. Hallelujah. Ama mwanadamu yeyote anaweza kusahau. But the Bible says ya kwamba hata asimuhurumie mwana wa tumbo lake. Hallelujah. Ukiona ya kwamba mwanamke amezaa, alafu anashukua yule mtoto, anamtupa huko kwa kishaka, anasahau na yeye, kwa sababu pengine ni mashida, pengine ni mateso wako ndani yake, anasahau na huyo mtoto kabisa. Angalia siku ya leo, we have many children's home, na ukienda mahali pale unaweza pata mtoto hata wa miezi na mtoto hata wa mwaka, kwa sababu mama yake alisahau na yeye. Hata akikuwa akilelewa mahali pale, hajui mama yake, hajui baba yake, hajui watu wao. Bwana atukuzwe. Because mwanamke anaweza kusahau na asihurumie mwana wa tumbo lake. Biblia inasema ya kwamba na hawa waweza kusahau. Biblia inatujibu siku ya leo ya kwamba wanaweza kusahau. Bwana wetu ni sana. Wanaweza kusahau. Hata mtu anaweza kusahau kana kwamba anakujua. Bwana asifiwe. Na pengine mlisoma na yeye, pengine mlifanya kazi naye kwa kampuni moja, lakini kwa sababu alibarikiwa, alafu wewe unaona ya kwamba bado wewe ni maskini. Yani mtu anajifanya ya kwamba amesahau na wewe. Hii mambo inafanyika katika dunia hii. Watu wanaweza sahau. Bwana atukuzwe. Na Biblia inasema ya kwamba hawa waweza kusahau, lakini maandiko inasema hivi, lakini mimi sitakusahau wewe. Bwana apewe sifa. Hii ndio neno Mungu
ameweka ndani ya moyo wangu mchana wa siku ya leo, ya kwamba Mungu hawezi kusahau na wewe, ako pamoja na wewe. Bwana wetu ni sana. But watu wa dunia wanaweza kusahau na wewe, but God, hallelujah, hawezi kusahau na wewe. So anakujua. And that's why I say today that you are not alone. Uko na Mungu mahali pale uko, hata kana kwamba uko ndani ya shimo, Mungu ako pamoja na wewe pale. Bwana wetu ni sana. Mungu ako pamoja na wewe. Washa kukiri ya kwamba ati Mungu amenisahau, ati Mungu ameniacha. Hapana, Mungu haja kuasha, Mungu haja sahau na wewe. Bwana apesiba. Lakini mwanadamu anaweza kusahau na wewe. Bwana apesiba. Hallelujah. Watu wenu, they can forsake you. Wanaweza kukureject, wanaweza kusahau na wewe, hata hawakubuki kana kwamba wako na brother ama wako na sister ama wako na kazi, wamesahau na wewe. Bwana apesiba. But there is God in heaven ambaye haja kusahau. Bwana wetu apewe sifa. Ambaye haja kusahau. I will not forget you. Mungu hawezi. Mwanadamu anaweza kusahau, lakini Mungu wetu mpendwa hawezi kusahau. Mchana wa siku ya leo, that is my message, that you are not alone. God knows you. Hallelujah. Hawezi kukuasha, hawezi kusahau na wewe. Bwana wetu apewe sifa. Na Biblia inasema ya kwamba ndio ujue ya kwamba hawezi kusahau na wewe. Anasema verse 16 ya kwamba tazama, nimekushora katika vitanga vya mikono yangu. Hallelujah. Wakati Mungu anainua mikono yake hivi ama anaangalia mikono yake, Biblia inasema amekushora katika vitanga vya mikono yake. Hata wewe ukishora kitu kwa mkono hauwezi kusahau, kwa maana ukiinua mkono unaona kitu hapo, ukiangalia mkono unaona kitu hapo. Hivyo ndivyo Mungu alivyo, ya kwamba hawezi kukusahau. Bwana apesiba. Hawezi, amekushora katika vitanga vyake vya mkono wake. So Biblia inasema ya kwamba hawezi kukusahau kwa kuwa amekushora katika vitanga vya mikono yangu. Kuta zako ziko mbele zangu daima. Hallelujah. Kuta zako ziko mbele yangu daima. Hallelujah. He know every wall. Kila kuta ziko mbele yako, Mungu anazijua. Bwana apesiba. Unashindwa ya kwamba hii kuta itaondoka namna gani, but because God knows you, anaelewa that ya kwamba hiyo ukuta vile itakavyoondoka. Bwana wetu ni sana. Anaelewa hiyo ugonjwa itaondoka namna gani, anaelewa hiyo umaskini itaondoka namna gani, because amekushora. Bwana wetu apewe sifa. Amekushora. I have graven you upon the palm of my heart. Thy words are continually before me. Bwana wetu apewe sifa. Mungu hawezi kukusahau mpendwa. Mwadhani rogoshi. Kwa hivyo usikae hivyo, usifikirie ya kwamba na kumbe hakunaga Mungu, ati ya kwamba amekuacha, ati ya kwamba amekusahau. Nimekuja nikuambie siku ya leo ya kwamba Bwana agali pamoja na wewe. Bwana apesiba. Anakujua. Biblia inasema ya kwamba anakujua kwa jina lako. Hallelujah. Amekuita kwa jina lako. Watu wa dunia wanakubadika majina, but God knows you by your name. Bwana apewe sifa. Tuangalie katika Isaia, kitabu cha Isaia 43. Inasema ya kwamba Isaia 43 verse 1 inasema, lakini sasa Bwana aliyekuhuruku, Yakobo, yeye aliyekuumba. Angalia hii maneno. Maandiko inasema hapa, aliyekuumba, the one who created you, O Jacob, Israel. Asema hivi, sikiza vile Mungu anasema, aliyekuumba. Anasema ya kwamba usiogope, usiogope, na jina do not be afraid imeandikwa kwa Biblia 365 times. So it means in every day
never fear, do not be afraid. Bwana apewe sifa. Anamwambia kwamba usiogope, maana nimekukomboa. Hallelujah. Oh my God. Kwa maana nimekukomboa. For I have redeemed you. Nimekukomboa. Bwana wetu apewe sifa. Namba 2, nimekuita kwa jina lako. No matter vile watu wanakujua, no matter ile majina wanakuita, but the Bible says God, hallelujah, anasema ya kwamba I have called you by your name. Bwana wetu apewe sifa. Mimi huwa sijali vile watu wanasema juu yangu, vile watu wananipandika majina, but there is God in heaven ambaye ananijua kwa jina langu. Bwana wetu apewe sifa. Kwa jina langu. Na anasema ya kwamba, akasema ya kwamba wewe u wangu. Bwana atukuzwe. Wewe ni wa Mungu. Wewe u wangu. Bwana wetu yuko sana. So usiseme ya kwamba ati Mungu amekusahau. Nimekuja nikuambie mchana wa leo ya kwamba Mungu ako pamoja na wewe. Na ndio anasema ya kwamba katika verse 2 anasema ya kwamba upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja na wewe. Na kuambia mchana wa siku ya leo, that pain that you are going through, that problem that you are going through, that trouble that you are going through, the Bible says that God is with you because he cannot leave you. Hawezi kukusahau, hawezi kukuacha. Anasema ukipita katika maji mengi, hallelujah, nitakuwa pamoja na wewe, na katika mito haitakugarikisha. Maji inasimamia majaribu, mateso, maumivu, mashida, but the Bible says ya kwamba nitakuwa pamoja na wewe. Whether you are in the bed in the hospital, God is with you. Hallelujah. Whether you are in the custody, God is with you. Bwana asifiwe. Whether uko katika shida fulani, Mungu ako pamoja na wewe. Bwana wetu yuko sana. Hata kana kwamba uko katika mateso gani, umewekelewa mambo, God is with you. Anakujua kwa jina lako. Bwana wetu apewe sifa. Nikiomba mchana wa siku ya leo ya kwamba usione ya kwamba Mungu amekusahau. Hapana, ako pamoja na wewe. Hata ukipita katika maji mengi, hata hiyo mito, mafuriko ikuje, mawimbi ikuje, Bwana anasema God is with you. Bwana wetu yuko sana. Bwana rogosh. God is with you. Never, don't be afraid. Usiogope mambo. Mungu wako pamoja na wewe mpendwa. Mchana wa siku ya leo anasema ya kwamba haitakugarikisha. Namba 2, uendapo katika moto hutateketea. Kuna wakati mambo inakuja, unaona ya kwamba exactly this is fire. Hii ni moto katika maisha yangu. Bwana wetu ni sana. Unaona kana kwamba utachomeka, uishe kabisa. Hata hiyo biashara ipitapo katika moto haitateketea. Bwana atukuzwe. Hata wewe upitapo katika mambo inakaa kama moto. Yani unaingia kwa vita hii, unatoka unaingia kwa ingine, unaingia kwa shida ingine, unaingia kwa mambo ingine, mpaka unafika mahali unasema na kweli hakuna Mungu, na kweli Mungu ameniacha, na kweli Mungu amenisahau. Nimekuja kukuambia ya kwamba Mungu haja kusahau. Bwana wetu apewe sifa. Anasema ya kwamba hautateketea. Hautateketea. Na hiyo maji haitakugarikisha. Bwana apewe sifa, because Mungu atakushika na mkono wake. Angalia wakati mitume, wanafunzi wa Yesu walipoingia katika mashua moja. Bwana wetu apewe sifa. Beni wakarukamwe. Walipoingia mvua ikanyesha, na ili kaanza kuyubayuba, lakini Yesu alikuwa mahali pale. Na mwimbaji wa hivyo akaimba akasema ya kwamba na kumbe Yesu aliyokataroine. Nimekuja kukuambia hivi, katika hiyo shida Yesu bado aliyokataroine kau ako katika hiyo shida, because alituahidi atuache. Ako pamoja na sisi mpendwa. Bwana wetu yuko sana. Hata kusahau. Bwana wetu yuko sana. Hata kusahau. Maana mimi na Biblia inasema ya kwamba wala mwali wa moto haitakuguza. Hautaguzwa.
utatokelezea ukiwa very smart. Utatokelezea ukiwa unashine kwa sababu Mungu ako pamoja na wewe katika jina la Kristo Yesu. Maana mimi Bwana Mungu wako, mtakatifu wa Israeli, mwokozi wako, nimekutoa Misri kuwa ukombozi wako. Nimetoa Kushi na Seba kwa ajili yako. Angalia mpaka Mungu ameweka Kushi na Seba ili Biblia inasema ya kwamba kwa ajili yako. So kuna msaada Mungu anakuandalia. Kuna msaada. Biblia inasema ya kwamba kuna utajiri hata umefishwa sirini, na Biblia inasema ya kwamba Mungu atakupatia, ndio ujue ya kwamba yeye ni Mungu pamoja na wewe. Na ninaomba ya kwamba kila utajiri umefishwa sirini na katika gizani, Bwana akupatie, Bwana akutumanie katika jina la Yesu. Naomba Kushi na Seba ikuroketi mahali popote ulipo. Your blessings may locate you now katika jina la Kristo Yesu. Kuanzia siku ya leo, kwa sababu Mungu ako pamoja na wewe katika jina la Kristo Yesu. Psalms 20 inasema ya kwamba, Zaburi 20 mstari wake ni wa kwanza, inasema ya kwamba because ya tuko katika mambo mengi sana, anasema ya kwamba Bwana, ni Daudi anasema hapa naye, Bwana akujibu siku ya dhiki. Bwana atukuzwe. Nilikuwa naambia watu kanisani sana ya kwamba wacha Bwana atujibu katika dhiki zote tuko ndani yake, badala ya kuenda kutafuta msaada. Bwana atukuzwe. Tunaenda kutafuta majibu mahali ambapo hapastahili, mahali ambapo sio pazuri, mpaka unajipata umeingia kuingine, alafu unajiletea shida. Daudi akasema ya kwamba washa Bwana akujibu siku ya dhiki. In that trouble, Bwana apewe sifa. In that trouble, washa Bwana awe your defense, akujibu kila maombi, akujibu kila maswali. Bwana wetu apewe sifa. Only God can answer you. Nobody else can answer you. Only God. Bwana apewe sifa. Hata wale wanaendaga kutafuta msaada huko kwa giza, hawana jawabu, hawana jibu la maisha yako. Only God can answer you. Bwana wetu apewe sifa. Na anasema ya kwamba na jina la Mungu wa Yakobo liweze kukuinua. The name of Jacob defending liweze kukuinua, liweze kukulinda, na akupelekee msaada toka patakatifu pake na kukutegemeza toka Sayuni. Naomba mchana wa siku ya leo, because you are in a trouble, uko ndani ya dhiki, mateso, naomba mchana wa siku ya leo ya kwamba may the Lord release the help in your life. May he come and help you in that trouble. Hallelujah. Daudi alikojea Mungu katika shimo, but Mungu alikuja akamshika mkono na akamuinua, akamsaidia. Kuna jambo umeshindwa kufanya, umeshindwa kuomba, umeshindwa kwenda kanisa, umeshindwa kumtumikia Bwana. May the Lord send his help in your life. Pokea hiyo neema katika jina la Yesu. Akuletee msaada mahali pake patakatifu katika jina la Kristo Yesu. Kwa maana kuna msaada. Kuna msaada. And the Bible says ya kwamba na azikumbuke sadaka zako zote na kuzitakabali dhabihu zako. Naomba mchana wa siku ya leo, umetoa sadaka nyingi katika ufalme wa Bwana. Umetoa many sacrifices in the kingdom of God. But today, naomba Bwana aweze kukumbuka hizo sadaka zako, aweze kukumbuka hizo dhabihu zako, aweze kukumbuka kujitolea kwako, kusimama na kazi ya Bwana. May the Lord remember you, kwa sababu anasema hawezi kukusahau, hawezi kukuacha, anakujua. May the Lord give you help. Bwana asifiwe. May the Lord remember your sacrifices, your offerings in the kingdom of God. Naomba hizo sadaka zianze kukutetea as from today
katika jina la Kristo Yesu, ukapokea msaada. Na the Bible says ya kwamba akujalie kwa kadri ya haja ya moyo wako, kulingana na haja ya moyo wako. Naomba Bwana akujalie katika hiyo shida uko nayo, kulingana na haja, because tuko na haja za mioyo, tuko na kiu, mashida, tunahitaji Mungu. Naomba Bwana akujalie siku ya leo na kuyatimiza mashauri yako yote katika jina la Kristo Yesu. Naomba mchana wa siku ya leo mpendwa, ninaongea na mtu ambaye amefika mwisho. Ninaongea na mtu ambaye anaona kwamba ameashwa, ako peke yake, anahisi ndani yake ako peke yake. Naongea na mtu anasema kwamba amesahaulika. Bwana apewe sifa. Watu wanaweza kusahau na wewe, lakini Mungu amemtuma mchana wa leo nikwambia kwamba mwanamke anaweza kusahau na mtoto amezaa na uzao wa tumbo lake, lakini maandiko inasema mimi nikiwa Bwana siwezi kukusahau na siwezi kukuacha. Ako pamoja na wewe. Wait upon him and you are going to see his salvation. Katika jina la Yesu hata utaona wokovu wake. Hata hiyo mambo yote unapitia, ingine inakuaga ni kuingizwa katika jangwa. Unapitishiwa mambo ndio uwe a good servant of God. Bwana wetu pewe sifa. Na kuambia mchana wa siku ya leo, Mungu anakujua na hawezi kusahau na wewe katika jina la Kristo Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Najua ya kwamba umebarikiwa mahali popote ulipo mchana wa siku ya leo. Inawalanchas umebarikiwa sana katika jina la Yesu. Najua nimeinua moyo wa mtu ambao ulikuwa chini, moyo ambao ulikuwa umefika mwisho. Najua nimekuinua, na hivyo unasikia umeinuliwa, kwa sababu neno la Mungu linapokuja linaleta uhai, linaleta matumaini, linaleta baraka, linaleta uponyaji. Naomba mchana wa siku ya leo kubali ndani ya moyo wako ya kwamba Mungu anakujua na hawezi kusahau na wewe katika jina la Yesu. Bwana apewe sifa. Naomba tu katika jina la Yesu niweze kukuombea, kwa sababu I feel in my spirit ya kwamba kuna watu ambao wanaona kana kwamba Mungu amesahau na wao. Katika jina la Kristo Yesu, unaweza kuninulia mkono hapo ama uandike jina amen. Bwana wetu apewe sifa. And as from today, ukiamini tuombe na wewe, mambo itabadilika. Utapokea uhai katika jina la Kristo Yesu. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa sababu ya mtazamaji wa siku ya leo katika ibada hii ya lunch hour. Baba uliye mtakatifu, umenituma na neno linasema ya kwamba unajua watu wako na ya kwamba huwezi kuwaasha na huwezi kuwasahau. Bwana, ninakuomba kwa sababu ya yeyote amefika mwisho, amefika besoari, mahali pa kukosa nguvu, ninaomba ya kwamba as from today ya kwamba ukamtie nguvu, uweze kumuinua, uweze kumconnect na baraka zake katika jina la Kristo Yesu. Naomba ukamtie nguvu, kwa maana umetuambia hata tupitapo katika mto na maji mengi haitatubalikisha. Naomba hawa watu wako Bwana wasigarikishwe na ile mambo wako ndani yao. Naomba ukawatoe ndani ya hiyo mambo yote, ndani ya hiyo shida. Wabariki Bwana, watie nguvu, watumanie. And I declare divine connection. I declare destiny helper in their life as from today katika jina la Kristo Yesu. Wale wote wamepungukiwa, naomba ukawapatie neema na ukawajaze na nguvu mpya katika jina la Kristo Yesu. Tunakushukuru Bwana, kwa maana umewainua na utawatenda mema katika jina la Kristo Yesu. Nimeomba na hata kuamini. Sema amen. Mungu akubariki, akutende mema. Najua kwamba moyo wako umejengeka na moyo wako umeinuliwa na Bwana katika jina la Kristo Yesu. Kwa hivyo ningependa kukaribisha lunch hour yetu siku ya kesho masaa kama haya, na utakuwa ni baraka kwetu katika jina la Kristo Yesu. Na nikuambia kwamba hata jioni ya siku ya leo tuko na ushirika wetu wa Wednesday baada tutaleta online, na Mungu atakubariki
na atakutenda mema katika jina la Kristo Yesu. Kiwa mahali pale umebarikiwa, you can give your offering, you can give your tithe, you can connect with this altar. I can give you the number that you can use ndio uweze kubarikiwa katika jina la Kristo Yesu, na Bwana atakutenda mema. Unaweza tumia namba hii 0112 643 477 0112 643 477. You can use that number for your offering, your tithe, your thanksgiving, your sacrifice, na maisha yako itabarikiwa katika jina la Kristo Yesu. Mungu akubariki na akutende mema in Jesus name. God bless you.